Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, kalumna na kanyanyazi omukama mulungi obude bona. Wazo letu, ukibadili unachokiona unabadili unachokizalisha. Ukibadili unachokiona unabadili unachokizalisha. Maneno unaona nini katika Biblia yamerudiwa mara 7. Unaona nini? Yamerudiwa mara 7. Kuna kitu unakiona katika ulimwengu wa kiroho kwa macho ya kiroho, hata kwa macho ya kiakili. Hicho unachokiona hicho kinaweza kikafanyiwa kazi, ukakiona katika uhalisia wake katika dunia hii. Maisha ya mtu huenda kule macho yake yanapotazama. Unachokiona mbele yako ndicho kinachokuongoza. Unaendesha baiskeli, utazami mpira, utazama mpira au gurudumu lile, utaanguka, lakini unatazama mbele na unasonga. Bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia Andrea na Simoni, njoni mnifuate nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Marko sura ya 1 mstari wa 16. Hapa Yesu alitumia lugha ya picha, njoo mnifuate nitawafanya wavuvi wa watu. Hawa walikuwa ni watu wamezoea kutazama ziwa, mitumbwi, jarife, nyavu. Sasa anabadili picha ili wabadili watakachokizalisha. Anasema hamtakuwa wavuvi wa samaki, mtakuwa wavuvi wa watu. Maana dunia ni kama bahari. Zile nguvu za maji ndizo tunaziona nguvu za uovu katika maisha. Akasema sasa na wabadilishia. Alipobadili kile wanachokiona, akabadili wanachokizalisha. Hawa mitume walisaidia sana katika uinjilishaji. Kwa hiyo hapa tuna mambo 4. Jambo la kwanza ni maono. Bwana wetu Yesu Kristo aliwapa maono. Na ndio tunasoma Mithali sura ya 29 mstari wa 18. Pasipo na maono watu huangamia. Kwa msingi huu Yesu aliwapa maono wavuvi. Aliwapa picha ya kuvua watu. Ukweli huu unathibitishwa pia na Bwana Tony Robbins wa Marekani. Unapolenga mahali fulani, nguvu zako huelekea huko. Unapolenga mahali fulani, nguvu zako huelekea huko. Kwa hiyo lenga, kuwa na maono. Ukilenga huko itakusaidia sana kubadilisha maisha yako. Pili ni kubadilika kwanza. Uwezo ukabadilisha watu, ukaibadilisha dunia kabla wewe hujabadilika. Bwana Jim Rohn wa Marekani anasema, ili mambo yabadilike ni lazima wewe mwenyewe ubadilike. Andrea na Simoni hawakubadilisha bahari wao wenyewe, bali walibadilika wenyewe. 3 ni kusudi ama lengo. Bwana Simon Sinek anasisitiza juu ya kusudi. Anasema hivi na namnukuu, watu hawavutiwi na kile unachofanya, bali sababu inayokufanya ufanye hicho. Yesu hakuwaita wanafunzi wake kwenye kazi tu, bali kwenye kusudi la kuvua watu kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. 4 ni fursa. Yesu aliwapa fursa. Bwana Richard Branson wa Uingereza anasema, ukipata fursa kubwa, hata kama ujui utawezaje, sema ndiyo kwanza, kisha ujifunze baadaye. Yesu aliwapa wavuvi fursa, wakaichangamkia. Changamkia fursa. Mwambie jirani yako, changamkia fursa. Ili ubadili mambo unayoyazalisha, hayo mambo 4 ni muhimu sana. Ukibadili unachokiona, unabadili unachokizalisha. Piga picha kwenye akili zako. Abraham hakuwa na watoto, akaanza kumwomba Mungu apate mtoto. Mungu akasema, toka nje kwenye hema, tazama nyota zilivyo, ndivyo kizazi chako kitakavyokuwa. Alitaka abadili anachokiona ili abadili atakachokizalisha. Alikuwa haoni uzao, alikuwa haoni watoto. Mungu akasema, tazama nyota zilivyo. Akataka abadili anachokiona ili abadili atakachokizalisha. Na kweli akawa baba wa mataifa, akawa baba wa taifa kubwa Ibrahimu.
Na wewe ukibadili unachokiona, utabadili unachokizalisha. Piga picha katika ulimwengu wa kiroho, ona mambo makubwa, ona utajiri, ona maendeleo, lakini katika ulimwengu wa kiroho ona utakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana.